najiweka wakfu kwa ajili ya kusikia maneno yako, hasa kwa ajili ya kanisa lako, ili likapate kukua na kuongezeka katika kimo na katika ufahamu wa Kristo. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Nimekusudia kuwa na maneno mawili matatu ya kushirikiana na watu wa Mungu wanaonisikia hapa na wale walioko kwenye mitandao, baada ya kugundua kwamba kuna watu wameomba wiki iliyopita hawajasikia neno, na walikuwa wakipiga simu, wengine wananiandikia, tumishi, wiki hii mbona hatujapata kitu. Sasa akasema hii leo ni siku ya Jumatatu na ya kesho nitakuwepo, tuweze kuyaweka vipi wiki hii watu wayapokee mambo fulani. Kuna kitu ambacho nimetamani najua kinatafutwa na watu wengi kujua, japo kwa ufahamu mdogo, lakini pia kinatusumbua katika uelewa. Hata kama tumeokoka kwa muda mrefu na miaka mingi, uwezo wa kukielewa unakuwa ni mdogo sana kwetu. Nimeona niweke neno kidogo kwenye hilo. Ukristo baada ya Yesu kubatizwa. Amen. Nitumie lugha hii, Ukristo baada ya Yesu kutoka ndani ya maji, baada ya kuingia ndani ya maji, ile anatoka ndani ya maji, Biblia inasema na mbingu zikamfunikia. Tunaelewa hiyo lugha Alafu akaonekana Roho wa Mungu akishuka juu yake kama ua. Roho wa Mungu akashuka juu yake, alafu sauti katoka katika wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Bwana asifiwe. Ilo eneo hilo nalirudia tena kule mahali ambapo katika safina Nuhu alipokuwa ameingia, wote pamoja na watoto wake. Baada ya gharika kuna kadirisha alichokafungua Nuhu. Amen. Alafu kuna ndege anayoitwa ua au njiwa aliyemfungua kaenda. Sasa issue iko kwenye hako kadirisha. Issue iko katika ule mlango uliofunguka pale juu mto Jordan, au pale Yakobo alipokaa amelala akaeka kichwa kwenye jiwe alipomkimbia Esau kwenye mji wa Luzu, akaelaza kichwa chake usiku, alafu akaona ngazi imetoka mbinguni mpaka duniani na malaika wanapanda na kushuka. Katika hilo eneo ambalo Daudi alimwona malaika kwenye hilo jiwe alilolalia Yakobo, mlango wa mbinguni umefunguka na yule malaika amesimama kwenye hilo jiwe. Na kwenye hilo eneo likahusishwa kujenga hekalu, na mahali pale pakaitwa patakatifu patakatifu, ambapo kuhani alikuwa akiingia mara moja. Sasa issue yangu iko wapi? Iko kwenye hilo eneo ambalo Wakristo wanalitafuta walioni, kwenye Mathayo 16. Kwenye Mathayo 16, nami nitakupa wewe ufunguo za ufalme. Kufungua huo mlango, kuyaruhusu maneno yale utakayoyatamka kwenye hilo eneo litakalokuwa limefunguliwa, kwenye ulimwengu ambao malaika na viumbe vya rohoni wanaingia na kupanda na kushuka kumhudumia mwanadamu aliye katika mwili, kuyapokea maombi ya wanadamu kutoka duniani ya kupeleka hapo,
mahali pale pale alipokuwa Holy Spirit alipita akaja duniani. Amen. Kukaja uvumi kama uvumi wa upepo endao kasi ukaijaza nyumba ile. Pakaonekana ndimi za moto zikawakalia kila mmoja, wakanena kwa lugha. Roho aliposhuka ile eneo la ule mlango aliosema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, nami nafungua mlango ambao nikiufungua hakuna wa kufunga. Sasa huo hako kamwanya hako, naomba nikielesha iko hako kamlango hako. Ndio iko shida pale. Kwenye hako kamlango kuna watu wanakuja kupiga hodi, nifungulie, nifungulie. Halafu anaambiwa sikujui wewe. Huo mlango haufunguki. Huo mlango huo unaitwa hivi. Haleluya. Ni kamlango ka ajabu sana ambapo watakao fufuka katika wafu peke yao ndio wataweza kupita hapo. Ni ajabu sana. Ukiwa ni mtu anaoshirika na Wizara ya Madini, amen, ukienda Geita au Chunya kwenye maeneo ya madini, haleluya, kuna malango ya madini yaliyomilikiwa na watu. Hayo malango kwa lugha ya kitaalamu wanaita portals. Portal ambayo mwenye leseni ya kisheria ya serikali peke yake yakipita pale anaona huo mlango, wewe uone kwamba hapa yuko Charles, pale yuko fulani, pale yuko Joshua, pale yuko Andrea. Lakini mimi na wewe hatuoni, yeye anaona, wewe uone. Ambapo kuna mtu amewekewa coordination zake ziko pale za kitaalamu na ziko kisheria na kiserikali, lakini pako wazi, lakini wewe uwezo na, lakini ni mlango wa mtu wa kwenda kutajirikia huko pale wa dhahabu. Kizungu anaita portals. Uingii mpaka umepewa password ya kuweza kupita hapo, ndio upaweza kujua kuna coordination zimewekwa hapa na kuna mtu fulani hapa anamilikishwa kuweza kufanya shughuli zake. Sasa Wakristo wana suppose ya kuwa na hiyo coordination zao, wawe na coordination, wawe na namba za maingilio katika ulimwengu wa roho. Mnanielewa tuwe na namba za kukupa haki upate kuingia. Sijui nitumie lugha gani, lakini tuangalie kwanza maandiko mawili matatu. Amen. Maandiko mawili matatu. Nataka nizungumze tu neno mlango au kadirisha au mlango. Pale anaposema kwenye Malaki, nami nitafungua madirisha. Nami nitafungua. Alafu tuna Wakristo bado hatuwezi kuona huo mlango umefunguliwa, kadirisha nikamwaga huko, nikamwaga baraka. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mnasikia, mnaona kitu ninachokiona? Ngoja niwaambie, tunapostruggle, tunapopambana, tunaposhindwa mahali, si kwamba tumetenda dhambi. Ni kauelewa tu mlango uko wapi. Amen. Na ni jinsi gani nitauona mlango wangu? Ni jinsi gani kadirisha ka mbinguni kamefunguka kwangu? Ninaweza nikaenda, nikashuka, nikapanda, nikashuka. Ninaweza nikaita, ikapita, ikaingia, ikashuka. Yaani una access, una haki hapo. Pagumu sana hapo Wakristo wengi kuelewa. Lakini nikwambie, ukielewa tu hiyo lugha katika ulimwengu, wachawi wote, Freemason wote wana mlango wa kutoka na kusafiri usiku, waende nchi yoyote. Wana uwezo. Umefunga mlango wako wewe, umefunga bedroom, umefunga gate, umeweka na mbwa mlangoni, umeweka na umeme na kamera. Jamaa linaingia ndani, linakukalia kitandani, wewe umefunga nyumba. Ila yeye
amejifunza katika ulimwengu wa roho, ana access ya kupenya mahali ukuta umzuii, umbali hauwezi kumzuia, milima haimzuii, anasafiri, anafika mahali anataka. Na jinsi gani anasafiri? Ana mlango, akipitia hapo hivi, na huo mlango sio lazima uwe kama huu, sio kama ule, usiwe dirisha, ana kodi namba zake. Watu mnanisikia? Freemason, wachawi, kila kiumbe cha kiroho chenye mwili kisichokuwa na mwili kinatambua kanuni za rohoni. Lazima utembee kwenye eneo lenye code number kukuruhusu kuingia. Hata nyie wote hapa mnazo simu za mkononi, wote hapa, hizo simu za mkononi ni siri yako vilivyoko ndani ya simu. Siwezi ingia kwenye simu yako, hata ukinipa siwezi kuifungua, siwezi kuipiga, siwezi kusoma message, siwezi kufanya chochote, isipokuwa ukinipa namba, umenipa ufunguo. Hilo dirisha la kuingia kwenye vitu vyako mle ndani, umeniruhusu niingie, nivione vyote kwenye simu yako. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Bwana asifiwe. Sasa kwenye ulimwengu wa Kikristo, watu wanashindwa kuingia katika ufalme wa Mungu, wanashindwa kuingia katika mbingu, wanashindwa kwenda mbele za Baba, wanashindwa kumsikia Mungu, hawawezi. Wanashindwa kuyafanya mambo wanatakiwa kuyafanya. Miaka yote 20, 30, 40 tuliyopita duniani, mpaka wanakufa hawajafikia walichotaka au walichotakiwa kufanya, kwa sababu wako eneo la nje. Eneo la nje. Ufunguo umeshatolewa, code numbers zimeshatolewa. Mungu ameweka vyote kwenye neno, kaweka, hajaweka siri kwetu, katupa siri. Tap. Kwenye ulimwengu wa roho unafanya vitu ambavyo hutakuwa na mahangaiko duniani, hutakuwa na masumbufu, hutakuwa na mtu anaweza akakonea. Unaweza ukafanya mambo kuliko mtu anayekaa katika nchi yoyote ya Ulaya duniani. Sasa natamani hivi, najua wanaonisikia, watakaonisikia ni wengi kwenye mitandao ya kijamii, wengi sana, na watatoka, maisha yatatoka, yani lazima utoke. Haleluya. Lazima maisha yatoke. Hebu fungua Isaya 22:22. Hiyo 22:22. Kumbuka tu ulikuwa ni unabii 22:22. Neno 22:22 222. Hebu sema 222. Kwa Kiyahudi hapa ningesema ni alfabeti ya pili. Alfabeti alif beit, bet. Beti ni nyumba. Kila nyumba ina mlango. Haleluya. Sasa nakupa akili tu, anza kuangalia, kuna dalili za vitu vinaitwa namba, lakini namba humo ndani inakupa access ya kuingia kwenye eneo lipi. Unaingia mahali hapa, I will place on his shoulder the key to the house of David. Bwana asifiwe. Haleluya. Isaya 22:22 anasema, Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa sema amen. Na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitaweka begani mwake. Ni nini hiyo nyumba ya Daudi? Na huo ufunguo, ndio maana nakwambia anza ku notice 222. Beit. Kuna kodi iko hapo. Na funguo wa nyumba ya Daudi. Nyumba ya Daudi ni nyumba iliyokusudiwa ufalme utokee. Mnanielewa hii lugha eh? Sikiliza basi watu Mungu. Nyumba ya Daudi maana yake ndani ya uzao, katika uzao wa Daudi, ndani ya uzao, nyumba ya Daudi, beit au Davidi beit. Humo ndani nitaweka mtu, humo ndani begani mwake. Haleluya.
Begani utawala, hapa ni mamlaka. Bwana asifiwe. Sema amen, amen. Uwezo begani, na uweza wake utakuwa begani mwake. Sawa sawa, Sema amen, amen. Atakayo yafungua, hapana atakayefunga. Tunaenda sawa? Atakaye yafunga, hapata kuwepo wa kufungua. Yaani hiyo sasa ni ufunguo. Amen. Kwenye nyumba ya Daudi kuna atakaye tokea, kuna atakaye kuja kwenye hiyo nyumba, mzaliwa, mtu ambaye ufunguo ule alionao ni kufungua mlango. Haleluya. Na kufunga mlango. Huo mlango poto, password. Haleluya. Sema amen, amen. Haki nawaambia ninachowafundisha hapa na kitamani watu wakinielewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukigundua hiyo siri, umelala usingizi, unaweza kaamua kutoka, adui yako akiwa anakuwazia kukufuata barabarani, ukamfuata kitandani kabla hajaamka, ukamwambia unataka kwenda wapi? Yaani anawaza akachukue mkoba wa uchawi. Anasikia kuna mtu anatembea. Hamtataka kunielewa. Mtataka kufanya maombi, muombewe na longan. Hilo ndio tatizo la binadamu. Yaani wewe huna access, utatafuta mtu akakuombee kwa sababu hauna ufunguo. Sijui kama mnanisikia hilo gani? Mkikosa nitawaambia jinsi ya kuingia. Ni rahisi sana, jinsi ya kupata ufunguo ni rahisi sana. Imewekwa wazi sana kwenye maandiko. Lakini macho ya nani yenye kuweza kufunguka, aone poto, aone mlango, aone ufunguo, aone uwezo wa kuingia, kutoka, kuingia, kutoka, kuingia, kutoka. Nilishawahi kuambiaga pale Kisii, sauti kanambia kuna mtu amekuja kukua, mkamate. Niko kanisani, kwenye kanisa la Kanyareko, sioni, lakini nikamwambia shemasi, fungeni mlango. Sio mlango huu anategemea. Hawategemei huu mlango, hawategemei kupita, hawapitagi kwenye milango. Wao wana mlango usioonekana kwa macho, lakini wanaweza kukufikia. Nina message 2-3 ziko kwenye simu za watu mbalimbali. Kuna watu wanashika simu yako, wanawapigia watu, lakini wewe uko hapa na uoni. Kuna watu wana uwezo kushika simu yako wakaifunga. Unazima, wanaiwasha. Unatoa na betri, wanaiweka. Unazima TV, wanaiwasha. Na umoni mtu. Wako watu. Hao watu kwenye ulimwengu wa roho wanafundishwa kama mimi ninavyofundisha hivi, namna ambavyo Mungu ametuweka katika roho, lakini hatutaki kuwa roho, tunataka kuwa mwilini ili tumilikiwe na tutawaliwe. Hilo ndio tatizo. Hatutaki kuingia kwenye hii nyumba ya Daudi. Haleluya. Tuweze kupokea ufunguo huu, tuweze kupokea nguvu hizi na mamlaka haya, kufungua mambo katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili yakafanyika. Mathayo 16 anasema, Mathayo 16 twende. Bwana sifiwe. Mathayo 16 mstari wa 19.
Lakini code number ya hiyo 19, code number ya hiyo 19 inapatikana kwenye mstari wa 16. Ili uingie pale kwenye 19 ufunguo ufanye kazi, uko hapa kwenye 16. Simeoni Petro akajibu akasema 16, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Full stop. Yesu akamjibu akamwambia, heri wewe Simeoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili. Mambo ya watu wa mwilini hauwezi kusema haya uliyoyasema, bali Baba yangu aliye mbinguni ndiye amekufunulia. Poto imefunguliwa, mlango, Baba ameshuka kwa Simeoni. Baba ameshuka kwa Simeoni. Baba ameshuka kwa Simeoni. Wengine 12 waliozunguka, mmoja ndiye ameweza kusema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba alishuka kwa huyu mmoja. Aliposhuka, huyu jamaa akafungua mdomo. Alipofungua mdomo, akaambiwa, heri wewe Simeoni, maana sio mwili na damu, bali Baba ameshuka juu yako akakupa hili neno. Hili neno linakupeleka kwenye mstari wa 19, utachukua ufunguo wa ufalme wa mbinguni. Haleluya. Na lolote utakalolifunga duniani linafungwa na mbinguni. Na lolote utakalolifungua duniani linafunguliwa na mbinguni. Hii tayari ulimwengu wa kiroho, huyu jamaa ana access. Sio kwenye ulimwengu wa matatizo, kwenye ufalme wa Mungu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ufunguo wa huo ufalme, haleluya, sema amen, amen. Ufunguo wa huo ufalme, mwenye ufalme amekuja, kampa Simeoni. Fungua, funga. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, ili eneo ni gumu. Nitakuonyesha eneo lingine la ufunguo. Nitakuonyesha code number. So unaona hapa 16. Tunaenda sawa 16. Nenda Kutoka 12. Alafu nenda 26 Mathayo, utakuta kwa nini zinaenda namba, zinaingia namba, na haya mambo yanatokana kwenye ile eneo. Kuna kitu gani? Haleluya. Kutoka 12 anazungumza hivi. Tunaenda sawa watu wa Mungu? Hebu sema 12. Sema alifu beti. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri, wa wanadamu, wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika nyumba mtakamo kuwamo, nami nitaipoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaribu nitakapopiga nchi ya Misri. Mnasikia hii lugha bado? Hamjaielewa hii lugha? Narudia kusoma tena. Mungu atapita wapi? Juu ya nchi ya Misri. Na atakapoiona damu kwenye hiyo nyumba. Kwa nini iwe nyumba? Kuna mlango. Huo mlango na nini? Una damu. Poto. Hamtaelewa, sijui mtakaa wapi mnielewe. Na waambia hivi, hii mbingu hii haiwezi kupiganiwa kiakili, inapiganiwa na maandiko. Msipojua haya maandiko, mtaishi hapa duniani kama vipofu wanayotembea wakipapasa mchana, wasijue mahali pa kwenda. Lakini ukijua hii siri, nakwambia hivi, amka asubuhi, amka mchana, amka usiku, huu ulimwengu una utawala.
Ulimwengu unaushinda. Ulimwengu hauna kitu kukufanya wewe, maana pigo halitakupata wewe. Iko katika mlango, mahali kwenye ule mlango kuna damu, kuna poto, alama. Yesu anasema mimi ndio huo mlango. Una ulimwengu wa roho tunahitaji tuingie. Mnakumbuka siku ile Yesu anaulizwa na wanafunzi wake, mwalimu, tuambie ni wapi tutaandaa Pasaka? Akawatuma wanafunzi wake wawili, akaambia enendeni mjini. Enendeni. Hakuwapa nyumba, nendeni mjini. Ila mjini mtamkuta mwanamume amebeba mtungi wa maji. Myahudi habebi maji kichwani, poto imekaa pale. Kwa huyo mtu mtauona mlango. Atakapoingia, ingieni. Hapo ndipo nitakapokula Pasaka nami. Hii lugha naelewa. Wakaenda mjini, tafuta mtu mwenye maji. Wanaulizana kwa akili zao, haijawahi tokea kazi ya kubeba maji ikawa ya wanaume. Na huyo mwanamume anatembea mjini amebeba maji. Wanaume wa mjini wote hawamuoni. Hawezi muona. Maana ile ni password ya Mungu. Wanafunzi waende wamfuate yule mtu. Akiingia hapo, niwaulize swali. Mwenye nyumba alipokuwa ameonyesha nyumba ya kula Pasaka wanafunzi, Yesu na wanafunzi wakaenda, na huyo mwenye nyumba hakuonekana kwenye meza ya chakula. Alienda wapi? Mwenye nyumba yuko wapi? Mwenye nyumba aliyebeba maji ndio yule aliyewaambia wanafunzi, nendeni mjini. Hawa wamebaki na Yesu huku. Yesu akaondoka kwenye mwili, ameenda rohoni, amebeba maji. Yale maji yalikuwa ni Holy Spirit. Alikuwa anatembea na Holy Spirit. Wanaona ndoo ya maji, wasimuone roho. Kumbe roho alikuwa juu ya Yesu, anawapeleka mahali watakaa wale Pasaka pamoja naye. Katika mwili hawamjui ni nani. Ndugu zangu, hii dunia tunaishi na ulimwengu hizi, macho ya mwili na macho ya ndani. Tukiyapata haya, na haya yanafunguliwa na maandiko. Maandiko ni nuru. Neno lako ni taa. Neno lako ni nuru. Jicho la mtu likiwa bovu, mwili wake wote uko gizani. Jicho lake likiwa safi, kila kitu kwa huyu mtu kitaonekana kiko safi. Hawezi akajikwaa. Mtu aendaye gizani hujikwaa, aendaye nuruni hajikwai hata kidogo. Ni kumaanisha nini? Utakwenda kuyajua siri yaliyomo humu. Yatakupa kodi namba za maingilio. Haleluya. Na mahali pa kutokea juu ya mambo yoyote ya ulimwengu huu, ya kupae wewe furaha, ya kupelekea wewe kushinda, ya kupae wewe kutawala. Haleluya. Na usionewe wala kunyanyaswa na asili nyingine yoyote katika ulimwengu wa roho. Nimewaona watu wengi ambao katika mapito ya mahubiri mapigo yanawaharibu, ya wapigayo wa Misri. Asema nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu lisiwapate pigo lolote likawaharibu. Unaona kuna siri iko hapa inayofunuliwa walipoambiwa Waisraeli, pakeni damu katika mlango. Bwana asifiwe. Rahabu aliambiwa na wale Waisraeli wawili wapelelezi. Amen. Kanisa la kwanza lilianza na Rahabu na ndugu zake.
nyumba ya kwanza iliyookolewa ya mataifa. Kabla Israeli hawajaanza kuingia kutawala, mataifa anaokolewa kwanza. Kitu gani kilimokoa? Yule Rahabu. Baada ya kuwapokea wapelelezi wakawa tayari kuondoka. Rahabu amewaficha kwa muda ule wote akiwa na wale wapelelezi. Rahabu anawaambia wale wapelelezi wawili, habari za kwenu zilipofika katika nchi hii, kila mtu katika nchi hii ameparalyze. Hamna mwenye nguvu hata mmoja. Wote, kuanzia mfalme mpaka mtu wa chini maskini. Jeshi na mshika silaha hawana nguvu. Na walipopata habari mmeingia ndani ya mji huu, milango imefungwa, hakuna mtu kuingia wala kutoka. Rahabu akawaambia mambo yaliyotendwa na Mungu wenu Misri, na jinsi alivyowatoa Misri na mmevuka bahari ya Shamu, na ya kwamba habari zile mnaonekana kwamba mnakuja hapa. Mniapie, nyumba ya baba yangu haitaangamizwa, na mimi nimewaweka huko ndani ya nyumba. Mniapie. Wakaangaliana wale vijana wawili wa Kiyahudi. Tumsaidie huyu mwanamke, amepata ufahamu. Tumpe poto. Tumpe lango la kutokea. Wakachukua nguo nyekundu, wakaisokota kama kamba. Tunaelewana? Haleluya. Wakaingia kwenye dirisha, wakaifunga. Wakaambia, unaiona hii nyekundu, usibadilishe hii rangi. Tunapita hapa, poto hiyo. Hii ikibaki hapa, hii sisi tunaondoka. Hatutakufa, hatutadhuriwa na mtu. Tukipita hapa kwenye hilo lango, ni eneo la kiroho, amen, ambalo wakijana wa Kiyahudi waliliona katika password za ufalme wa Mungu, jinsi ambavyo Rahabu na wao wanaenda kuokoka hapa. Wakaning'inia kwenye ile kamba, wakatoka. Rahabu akamwambia, iache hivi hivi ining'inie. Walipoingia kwenye huo mji, nchi nzima ilitikitia. Wenyeji wote walikufa. Kale kanyumba kwenye kale katambaa kale, na ndugu na wazazi wa Rahabu wameng'ang'ania hapo ndani. Walisikia vilio huko nje vikisema tunakufa. Wao walibaki salama. Natamani Mungu atupe fikra na ufahamu ya jinsi ya kujua hii kitu. Sasa Yesu alianza kufundisha siri ya kuingia kwenye hiyo poto. Niwaambie jinsi alivyoanza. Alianza na msomi wa Biblia na mwalimu wa Biblia. Anaitwa Nikodemo. Mnajua story ya Nikodemo? Mwalimu alimwendea kwa siri. Tufungue Yohana. Sio kama naongea kitu kinaeleweka hapa. Watu wa Mungu, mpo na mimi? Mnakubali niendelee na ili somo kesho? Bwana Yesu asifiwe. Yohana, sawa na ianza story, lakini mstari wa tatu ndio poto inafunguliwa. Kwa hiyo ni Yohana 3:3. Yohana 3:3 inasema, Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona
au kwa lugha nyingine kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kuna mlango huko hapo. Watu wa Mungu mnanisikiliza? Yaani huyu jamaa ni msomi wa maandiko, ni msomi na ni mwalimu wa watu wanaowafundisha habari za Mungu, lakini haoni poto, haoni mlango. Yesu anamwambia hivi kwenye sura ya mstari wa 2, anasema huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Mstari wa 3 anaweka code namba Yesu, anampa access. Unataka siri? Unataka siri? Unataka ufanye wale ambayo wanadamu hawezi fanya? Unataka kufanya yale Mungu pekee yake anafanya? Tunaenda sasa. Nikodemo amesema hivi, sikilize lugha, kwa maana hakuna mtu aweza kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Huyu ni msomi. Haleluya. Hakuna mtu. Na Yesu anamwambia, unataka nikwambie siri? Amin, amin, nakwambia siri. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona mlango wa ufalme. Jamaa akapiga mahesabu. Mwalimu, haizaje mtu kuzaliwa akiwa mzee aweza kuingia kwenye tumbo la mama yake anataka kufungua poto? Mnanisikia eh? Tumbo la mama ni usiku usioweza kuingia. Halo? Linabeba mimba na hiyo mimba itatunza mtoto yule. Siku moja hiyo poto ya hiyo mimba, mtoto atatoka kiumbe kilicho hai, chenye utajiri, uweza, ufalme. Mama ajui amebeba nini humo. Ni nyumba. Amebeba mfalme hajui, kambeba maskini hajui, kabeba tajiri hajui, kabeba mimba. Ule mlango ukipasuka, mtoto anatoka kwa lazima. Tunaelewana eh? Poto. Halo? Mnakumbuka Yakobo na nani? Walikuwa mapacha tumboni. Mungu alisemaje? Mataifa yanapigana vita humu ndani. Sio watu wawili. Ule uelewa, baba na mama wanafikiri watoto wanapigana, kumbe sio, ni dunia. Wana wa giza na wana wa nuru wanataka kupambana, nani atawale? Leo hii tuna kila namna, mtu anapambana aishi, anapambana afanikiwe, anapambana ajenge, anapambana awe tajiri, anapambana awe kiongozi, lakini kama hana mlango kadirisha, utoboi. Utoboi. Ngoja niwaambie, kwa nini watoto wa matajiri ndio wanaongezeka kuwa matajiri na watoto wa maskini wanazidi kuwa maskini? Kwa sababu ni tajiri, anamchukua mtoto wake, anampeleka kwa watu wake, kwenye njia zake, anamwambia unamwona yule ni fulani, na yule anamwambia huyu ni mwanangu. Mtoto anaweza kumhisi huyu ni rafiki ya baba, lakini anafundishwa na baba yake sio urafiki. Hapa huyu anafanya 1, 2, 3, na yeye na mimi tunafanya naye 1, 2, 3. Tunaelewana eh? Kwa nini kuna matajiri ambao wameshindwa kuambia watoto wao siri zao? Watoto wamebaki kwa maskini wakati baba anakufa. Maana hawajafungua mlango kwa watoto. Tunaenda sawa? Wazazi hawakufungua mlango wa utajiri wao kwa watoto wao.
Chukua hivi. Haleluya. Yakobo anamsikia, no, Isaka anamwambia Esau mwanae, kanitafutie chakula, kitoweo kizuri nipikie, nile mwanangu, maana baba yako anaenda kuondoka, nikubariki, nikupe mlango uende ukatoboe maisha. Mama akaisikia lugha ya baba. Amen. Akajua hapa ufunguo wa maisha ya utawala yanaangukia gizani. Wacha nimkomboe Yakobo. Tunaelewa sawa? Anamrudia Yakobo, anamwambia mwanangu, nimemsikia baba yako akiongea. Ni kama anaongea, Yakobo akamuelewa katika roho. Haleluya. Yakobo alijigeuza, alafu mama akasema hivi, kama baba yako unaogopa atajua na unafikiri atakulaani, basi laana za baba yako zinipate mimi. Kwa hiyo usiogope. Mtoto kushuka hivi ameleta kwa meza ya baba, anashangaa, mbona mapema? Mungu wako ndiye amenifanikisha. Baba kaingia kwenye gia. Mzee akafungua poto. Ile amefungua, Esau anaitafuta, ameikosa. Akaja akapata mabaki. Anakuja ya pili, anaichukua ya mzaliwa, anaondoka naye. Ndugu zangu, kwenye ulimwengu hatuishi tu kama zezeta. Lazima tuzijue siri za ufalme wa Mungu. Sema amen, amen. Kuna siri za kuachiliwa ambazo kanisa linatakiwa lijue. Mathayo 16:19 anasema, nami nitakupa wewe ufunguo. Si unaenda sawa sawa? Nami nitakupa wewe ufunguo. Na hiyo anayesema hivyo ndiye anakuambia mimi ndio huo mlango. Yohana 10:7. Saidie tusome. Nimeshakuonesha Mathayo 3, Yohana 3:3, sawa? Haleluya. Sema amen, amen. Amen, amen, nakwambia asipozaliwa mtu mara ya pili uwezi. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Naomba nimalizie pale kabla sijaondoka. Haleluya. Sema amen. Nenda mstari wa 6. Mstari wa 5. Yesu akajibu, Yohana 3:5. Yesu akajibu, amin, amin, nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, lugha hiyo, kwa maji na kwa roho, hawezi kuingia. Kumbuka huko anasema kuona, hapa ametamka kuingia. Kuona, kuingia katika ufalme wa Mungu. Okay. 6 anasema hivi, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, maana yake hakina uwezo wa kupata access kwenye roho. Sawa? Na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Tunaenda sawa sasa? Mnaanza kuona kuna kitu kinachozaliwa. Ili uweze kuona mlango, lazima uzaliwe. Sio kwa mwili tena, kwa roho. Ukishazaliwa kwa roho, wewe umekuwa nani? Roho. Na hapa nazungumza kikiingia katika kuzaliwa, Holy Spirit lazima usiki. Kizaliwacho kwa roho, Roho Mtakatifu anakizaa. Mimba utakayebeba Mariamu ni kwa uwezo wa roho. Tunasikia hiyo lugha, Nitawezaje kupata mimba na sijui mwanamume? Akaambia roho wa Bwana atakushukia juu yako, naye atakaa juu yako, na kitakachozaliwa kitazaliwa kwa uwezo wa roho. Na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Anakuja kwenye eneo kilichozaliwa kwa roho, anamwambia usistaajabu kwa kuwa nakwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma. Hapa ndio Mkristo alipo kwenye poto. Upepo huvuma. Upepo huvuma. Mkristo usikika. Tunaelewana? Tutasikika kutoka kwa watu, lakini kutujua tunatokea wapi na tunaingilia wapi hawezi kutujua. Anasema Yesu hapa, upepo uvuma upendako.
mimi naenda nipendako. Amen. Haleluya. Upepo uvuma upendako. Uishi katika mazingira ya kwenda na kutoka huku kwenda huku. Anasema sauti yake wasikia, lakini hujui unakotoka. Jamani, unasikia lugha unakotoka. Hamjui unatokea mlango upi. Anasema kadhalika, anasema hamjui utokako wala unakokwenda. Ndugu zangu, hii ni mbingu imefunguliwa na hakuna anaweza kaifunga. Believe me, akija mtu usiku azunguke nyumba yako, unaweza ukamwona hata kabla hajatoka nyumbani kwake. Nawaambia ukweli. Iko hivi. Una uwezo wa kuwaona wanaokaa nyumbani kwako saizi wanakuongea. Ila mtaki kuingia katika halo. Mnataka juu. Sijui tu Mungu anajua. Mungu anajua. Ni Mungu anajua. Mungu anajua. Tunabaki Mungu anajua. Wakati unateswa Mungu anajua. Na mtesi anajua hujui, ndio maana anakutesa. Sasa sitaki Mungu anajua, amenipa ufunguo niingie na mimi katika roho, amenifanya na mimi niwe roho, nimezaliwa kwa roho na kwa maji. Nitakwenda, nitaona vikao vyao wanavyovipanga, na mimi nitakaa kwenye meza yao, nitapangua wanayoyapangua, nitayaongeuza yawaendee wale wanayoyasema mabaya yawapate wao. Kwenye meza yao hiyo hiyo nitabadilisha kalamu ya maamuzi yao. Katika mahakama yao wanayoyaandika nitayabadilisha, nitayaleta majibu ya mabaya yao yawaingie kwenye malango yao, pale pale kwenye meza yao. Hivyo mjawahi kumuona Samuel? Si alikufa? Si Sauli alimtafuta mchawi? Eti nitafutie bwana, niletee Samueli hapa. Mchawi aliweza kuingia kwenye ulimwengu wa poto, mlango, tafuta Samueli. Mtakatifu wa Bwana akamleta. Alimleta. Samuel nabii akashtuka, nimeletwaje hapa? Agano la kale. Ile siku hizi hawawezi. Kwa sisi wa Kristo sasa hivi hatuwezekani kuletwa kwenye poto la wachawi. Hawawezi wakatuvuta, wakatuingiza kwenye chupa, wakatupeleka mahali hawawezi hiyo tena, kwa sababu tumeshazaliwa mara ya pili, tukabatizwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, vitu viwili. Jamani, mwanamke anabeba mimba, ndani ya tumbo la mwanamke kuna maji. Na ndani ya tumbo la mwanamke kuna roho inayoishi ya mtoto. Anatokea tumboni. Haleluya. Sema amen. Hii injili ni ngumu Pastor, siku hizi utaenda kusikia watu wanazika, kwa jina la Yesu wachawi tunawazuia hapa, hawataingia kwenye hili kaburi, marehemu tunamfunika. Wewe usiniombee hayo maombi feki, niache hapo. Hiki sio kipindi cha agano la kale, poto halijafunguliwa lote. Sasa hivi lango limefunguliwa. Yohana 10, mimi ndo lango. Nimeingia kwa Yesu, hakuna anaweza kunifuata huko ndani ya Yesu akaingia hata akachukua udongo wa kaburi langu. Hamna huyo kiumbe. Haya maombi ya wachungaji makaburini ni feki, mpaka unashangaa ili bishop la ina gani hili linakemea wachawi kaburini. Mungu wangu we, hawajui poto ipo. Hivi hamjui tumezaliwa na Mungu? Hii miili ni hekalu la nani? Na ya kwamba Mungu anakaa ndani. Hii miili ikifa haifi, inalala. Inalala, hii haifi. Ikijichanganya kwenye udongo, haisababishi udongo ulete laana juu ya nyumba ya mtu. Na mchawi hawezi tena. Saa nyingine ni heri ukazikwa kwenye makaburi ya public. Amen. Kuliko likaburi lako mwenyewe kwenye migomba yako mwenyewe. Uziko tu kwenye kaburi la public. Yaani utupiwe, mtu atakaye tupo karibu na we anyanyuke kama wakati wa Elisha. Yaani jamaa anatupiwa kwenye kaburi, mfupa wa Elisha aliyezikwa miaka 50 iliyopita, jamaa anagusana nayo, ananyanyuka.
Unafikiri Elisha alikuwa kawaida? Poto ilifunguka ya Elia akaiona. Alipoambiwa ukiniona naenda, ukiona naenda. Macho ya Elisha yakaona farasi na mpanda farasi wa moto. Akamsema baba yangu, baba yangu, baba. Likaanguka vazi juu ya Elisha. Aliona mbingu iliyofunguka. Poto ile akaichukua akawa anatumia. Alipopitia kwenye hilo poto la Elia, pale alipoondoka, maji ya Jordan yalifunguka. Hapo anavuka, watoto wanamsema nakipaa. Alitafuta wanyama wasiokuepo. Pastor, hilo eneo halina budu. Inaitwa dubu au bidu? Budu. Anaitwa dubu. Dubu hawapo. Jamaa akasema watoke. Ukiwa kwenye hiyo spirit, mnanisikia? Nakwambia mtu yoyote mbaya unaweza kumumshia moto mahali. Lakini Wakristo hawataki. Wanataka tupite kwenye majaribu. Haleluya. Tutavuka tu. Bwana Yesu asifiwe. Tutavuka tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sipiti kwenye moto. Watawasha moto. Sawa eh? Wewe unafungua poto la air condition. Kule ndani hata moshi ukupati. Walio kushika wa kuingiza kwenye moto wanaingia wao. Maana mlango unajua uliofunguliwa na Mungu na hakuna wa kufunga wako. Ulimwengu wako wa kiroho umeukamata, unauishi nao hapa duniani. Wanapokukalia mahali wakusemee mabaya, yani wewe umeshafungua mlango wa mabaya yao, yanawafuata. Yanawamaliza. Mmoja baada ya mwingine wanazikana wao kwa wao, wanamalizana wao kwa wao. Ndio maana anasema upepo uvuma upendako. Mimi sasa sauti yake waisikia, watanisikia tu. Maana yake hawana uwezo wa kunishika. Hawana uwezo wa kucontrol kesho yako. Lakini hawajui unakotoka. Amen. Wala unako kwenda. Hawana uwezo wa kuharibu kesho yako. Maana wewe mlango wako umeshafunguliwa na hakuna wa kufunga. Ufunuo Yohana anasema hiyo. Sema amen. Kadhalika hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Huu ni mlango umefunguka. Tumeenda sasa. Hebu fungua Yohana 10. Bwana asifiwe. Haleluya. Mstari wa kwanza. Yohana 10 mstari. Yesu akawaambia, amen nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni mla. Jamani, tunaangalia katu maandiko lakini hatujuage hata maana. Huu ni ulimwengu wa roho. Malaika wanapopanda na kushuka kwa ajili yako. Haleluya. Sema amina. Yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo kwenye wachawi, kuna mlango pia. Sawa eh? Huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Aingiaye langoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu ufungulia huyo, na kondoo umsikia sauti yake, naye waita kondoo wake kwa majina yao, nao kuwapeleka nje. Waingiza na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote, huwatangulia mlango. Tunaenda sawa watu wa Mungu eh? Bwana Yesu asifiwe. Na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana
hawazijui sauti za wageni. Mithali hiyo Yesu aliwaambia, lakini hawa hawakuelewa na mambo hayo aliyowaambia. Yesu anaongelea mambo ya rohoni. Basi Yesu aliwaambia tena, amin amin nawaambieni, mimi ndimi mlango. Anatoa siri. Mimi ndi. Haleluya. Mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakusikia. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Lango umefunguliwa. Amekuja katika ulimwengu wako uliyezaliwa mara ya pili. Sema amen, amen. Wewe uliyezaliwa mara ya pili. Kama ulishawahi kunisikia wakati Israeli wamejenga ile saa 12 tayari imefika. Kwa pana utamu hapa napomalizia. Kuna lile hekalu Yakobo alipoweka kichwa, mbingu ilikuwa wazi. Daudi alipoona malaika amesimama juu ya ile jiwe, kumbe ni poto, ni lango la kuingia mbingu. Malaika wanapanda. Yakobo alilekea kichwa lile jiwe, ndipo sanduku la agano liliwekwa pale. Ndipo Waisraeli wote waliambiwa, popote mtakapoomba duniani mkisali kuelekea pale. Amen. Na watu wote wakaamriwa wawe wanakuja pale Yerusalemu mara 2 kwa mwaka, na watakwenda kwenye sikukuu fulani za mwaka ili kupeleka mahitaji yao na maombi yao. Tunaenda sawa eh? Na watakapopeleka maombi yao pale, ndio majibu yanatokea hapo. Kuhani anapoingia pale, anakwenda pale, anachukua majibu. Amen. Sasa Yesu alipokuja alisema analihamisha hilo lango, akalifanya ni yeye. Haleluya. Akaligeuza hilo lango kuwa yeye ndio lango. Sasa ninyi hamtakuja kwenye lile pazia la lile jiwe, nitalitengeneza kanisa kwenye jiwe lingine, sio hilo. Na hili jiwe nitakalolitengeneza ni mimi. Mtakapokuja kwangu kwa kuomba, kwa kusema lolote kwa jina langu kwangu, ndipo mtakapojibiwa. Tunaenda sawa eh? Hilo lango likavunjwa la Yerusalemu, la hekalu, likaanzishwa lango ili Yesu apate access kwa kila mtu duniani. Akaachilia roho ashuke. The moment roho ameshuka, mbingu za kawaida za kwenda Yerusalemu physically closed. Roho aliposhuka, malango yaliyofunguka the moment ameshuka ndani ya watu. Walikuwa watu 100 ngapi Yerusalemu wakati Holy Spirit anashuka? Wale jamaa wakaanza kunena kwa lugha. Watu 3000 wakaokoka siku hiyo. Petro akafungua mdomo. Wakaongezeka kutoka kwenye 100 ngapi wakawa 3000. Wale 3000 wakatoka. Amen. Wakapeleka injili kona 4 za dunia. Wale 3000 walipotoka, injili imetufikia leo. Hiyo injili imetufikia leo. Kila aliyepokea hiyo injili akazaliwa mara ya pili alipata access ya kufika kwenye huo mlango, akapewa ufunguo Holy Spirit. Holy Spirit aliposhuka juu yao, ndipo walipoingia. Ndipo ufunguo ulipoanza kazi. Mkifunga inafungwa, mkifungua inafunguliwa. Holy Spirit. Haleluya. Kutokea hapo Holy Spirit ametusababisha sasa, sio kwa kwenda Yerusalemu Mungu ajibu, bali popote tulipo mbingu imefunguka, lango liko wazi, baraka zako haziko kwenye kutatanishwa. Hakutakuwepo na atakayefunga huo mlango tena. Amna. Huo mlango umeshafunguliwa. Hakuna. Kanisa la Philadelphia wanaambiwa hiyo.
Na wasii, msiishi gizani na wakati mlango uko wazi. Usiishi kama mtu asiye na ufunguo. Sema amen, amen. Haleluya. Jamani, usitembee na ufunguo feki. Usiite kwa jina la Yesu wewe mwenyewe mlango wa kuingia uingii. Ingia ndani, ukiwa ndani ukisema kwa jina la Yesu, chochote kilichoko katika ulimwengu wa roho kinaanza kusikia na kuanza kututii. Mimi ndio mchungaji mwema. Mchungaji mwema. Mchungaji mwema. Haleluya. Lakini kwenye 10:10. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 10 anazungumza mwivi haji ila kuiba. Poto 2. Unanisikia Kuna milango hii. Amekuja mwivi, kazi yake ni kuiba na kuchinja na kuua. Lango la kiroho, wanakuja watu ulimwengu mwingine wa kiroho. Wanaweza wakaja kwako wakaharibu, wakabomoa, wakavunja, wakaua, wakaiba. Kwenye ulimwengu wa roho wewe huwezi kufanya chochote. Lakini lango lingine la poto ya pili anasema mimi nalikuja. Lango lingine lakuja, mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe na hotele. Sasa chagua, unaenda kwa jamaa wanaoharibu au unaingia kwenye uzima. Ukiingia kwenye uzima hakuna anayeweza kufunga baraka zako tena. Mimi ndime mlango. Kondoo zangu wanaingia, waisikia sauti yangu, wala sauti za wageni hawawezi kuzisikia. Sema amen, amen. Natangaza katika jina la Yesu, ufunguo wako utabaki mkononi mwako, na katika kila kitu utakachokifungua kitafunguka, na kila kitu utakachokifunga kitafungika kwa jina la Yesu. Chochote kitakachokuja kwenye mikono yako kikifungua kifunguliwe, tena kifunguliwe kwa utele. Anasema Yesu, wawe na uzima tele, wawe na mafanikio tele, wawe na afya tele, wawe na uzima tele. Hatutafunguliwa kwenye eneo, hatutafungua kitu kwenye eneo la maisha yako kwa uchache. Mwenye ufunguo amekuja. Nimemaliza 12:05. Bwana Yesu nakushukuru. Tunapotoka mahali hapa, kila mwenye haki yako akatembea na ufunguo wake katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki. Ili somo nitaendeleza kesho, alafu nitoe majibu ya kumalizia. Wow. Tusije tukaombana kitu hapa. Kila mmoja akafungue. Amtaki kusema amen. Oh la la. Nyie mnangojea tu mkaombewe. Sasa mimi sitaki, nataka nitoe siri. Hakuna cha maombezi hapa. Majibu mnayo. Funguo unatolewa. Pokeeni ufunguo za ufalme, pokeeni funguo za mbingu, pokeeni funguo za nchi. Nyie ni upepo uvumao. Na nawaambia mtamaliza hii dunia kuichezea vizuri, mtaila hii dunia. Believe me, mtaila. Unaona mlima unawaambia ngoka, unangoka. Mnanisikia Bahari haitasimama mbele yako, itakuwa inachemka. Inasema unasemaje, nipisha njia au unabaki? Unaambia pisha njia, bahari inaachia kwa sababu kuna mlango mnao. I'm telling you the truth. Mafundisho ni magumu, lakini basi tu. Tutasemaje? Moshi, unaniambiaje? Kwani tubojenga nyumba tukuweka milango? Situlieka. Unafikiri Mungu hajafungua mlango wako? Ametufungulia. Ametufungulia. Na hakuna wakufunga. Lakini hatutaki kuingia. Tule raha. Kwa sababu ulimwengu wa roho watu wanauogopa. Kesho nitawafungulia njia, muone jinsi inavyoanza. Kiurahisi, japo nimewapa tu kwenye ile Yohana 3. Kwa urahisi sana. Sharti kwanza uzaliwe mara ya pili. Amen. Ukishaingia tu hivi, ukishafunguka ile poto, ndio ile ilifunguka. Ilifunguka mahali fulani. Alafu jamaa akamwambia Yesu, sema neno tu. Kwani wewe, yani unamwambiaje Mungu sema? Wewe acha hii mambo mengine, sema wewe, sema. Jamaa ameona huyu. Amen. Alafu anamwambia mimi nami nimewekwa chini ya nini?
Hivi unaweza kusema na Mungu namna hiyo? Hebu imagine. Ngoja mtagundua tu. Yaani wewe, huyu ni Mungu huyu. Huyu ni Mungu huyu. Si ni Mungu huyu hapa? Jamaa ameshajua huyu ni Mungu. Alafu hamwambii naomba, anamwambia sema. Unasikia hiyo lugha? Alafu anamwambia sikiliza, mimi nakuelewa. Uwezo wangu wa kuelewa na mimi niko kwenye mamlaka. Nikimwambia huyu nenda na huyu fanya na huyu njoo. Alafu akamwambia Yesu sema. Msipojua hizi siri tutaanza maombi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Namkemea yule mama, namkemea yule, utachelewa. Nimalizie jamani, mwendeni ndani. Hii kwa nimalizie. Nimalizie.